Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, sisi hatuna nchi nyingine. Kama ni Msukuma Igunga, manake hauna Igunga nyingine zaidi ya hii ulionayo. Utunzaji wa amani kwa ajili ya maendeleo yetu ni kitu cha muhimu sana. Tuachane na makelele haya ambayo yanaendelea kupigwa na wenzetu wasiotakia mema. Ndugu zangu wana Igunga, uzuri wa nchi yetu, taratibu zimewekwa sawa. Yule ambaye anahitaji kusema, mwenye kiro yake, ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya matarafa, ofisi ya watendaji, viongozi wetu katika ngazi mbalimbali wako kwa ajili ya kutusikiliza. Kama wewe unahisi kuna jambo hujatendewa haki hata katika nyumba yako, nenda wafuate viongozi wako, zungumza nao. Tabia ya kusubiri mtu anatoka Chalinze kule kwetu anakuja kukwambia wana Igunga kwamba jambo fulani aliko sawa hapa, si jambo mnatakiwa kuliruhusu. Kwa sababu muulize kwanza, huko Chalinze kwako pakoje? Kwa sababu isiwe kwake Chalinze amekuacha pazuri, anakuja kukuvurugia Igunga yako na wewe ukaruhusu ujinga huo ukaingia kwako kwa ajili ya kwenda kuharibu Igunga yako. Utakapoichoma Igunga yako, yeye akaondoka kaudi kwao Chalinze, jueni kabisa ujenzi wa Igunga itakuwa ni chini yako. Sasa sio jambo zuri sana. Sisi wa Tanzania tumetengeneza msingi ambao msingi huo ndio rais anaishi nao, ndio rais umekuwa mwongozo wake, na sio mwingine, ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba ambayo imetupa mamlaka sisi wa Tanzania kuchagua viongozi wetu inapofika kipindi cha uchaguzi. Na Watanzania nyinyi kwa wingi wenu mlimchagua Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu inawezekana wewe mmoja ukumpigia kura Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini wanaigunga kwa sauti yao walitamka kwamba tunamtaka Dr. Samia Suluhu Hassan awe kiongozi wetu kwa miaka mingine mitano. Ndani ya miaka mitano hii Dr. Samia amepanga mipango mingi mizuri, mipango ambayo inakwenda kuwaimarisha Watanzania, inakwenda kuwaneemesha Watanzania, lakini pia inaenda kuhakikishia nchi yetu nguvu kubwa na spidi kubwa kuyafikia maendeleo makubwa tunayotaka. Hivi karibuni tarehe 1 mwezi wa 7 tumezindua rasmi utekelezaji wa uelekeo wa kimaendeleo unaosimamiwa na dira yetu ya mwaka 2050. Dira hii, ndugu zangu wana Igunga, imeeleza mipango ya muda mrefu ili kufikia maendeleo ya kweli wa Tanzania tunayotaka. Lakini ndani ya bunge lenu tumetengeneza mkakati wa kila baada ya miaka mitano nini kifanyike ndani ya Tanzania. Lakini pamoja na hilo tumetengeneza pia mpango wa mwaka mmoja ili kutekeleza maendeleo ya Tanzania. Na wasikia baadhi ya watu wanapita katika vijiwe vyetu wakituhimiza kwamba Watanzania tupambane kudai katiba mpya. Nataka nikuhakikishieni Watanzania wenzangu wa Igunga, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 mpaka 2030, moja ahadi yake kubwa ni kwenda kuwapatia Watanzania kuwapatia Watanzania katiba wanayoitaka. Tanzania oye! CCM oye! Igunga oye! Kwa hiyo utakapofika muda, ndugu zangu wana Igunga, tutakuja au watakuja wale ambao wameelekezwa kuja kufanya kazi hiyo, watakuja kuwaelewesha mnachotakiwa kufanya, na nyinyi wana Igunga mtapata nafasi yenu ya kueleza yale ambayo mnadhani ni muhimu kwa Igunga yenu ili maendeleo yaweze kupatikana, ambayo Tanzania nzima itakuwa ni sehemu ya wafaidikaji wa nguvu hiyo ya wana Igunga. Nataka nikuhakikishieni rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwanza ni rais ambaye ana sifa kubwa ya kuwa anapoahidi anatekeleza. Hii ni sifa ambayo kiongozi mpenda haki, kiongozi anayeabudu Mungu, kiongozi anayeheshimu misingi ya maisha anatakiwa kuwa nayo. Dr. Samia Suluhu Hassan aliwaahidi Watanzania kwamba atawapelekea huduma za afya karibu na maeneo yao. Ndiyo hii ahadi ambayo inatekelezeka hapa. Dr. Samia Suluhu Hassan alituahidi kuwa vijana wetu hawatopata tabu kukaa maeneo mazuri kwa ajili ya kupata elimu. Leo hii kila sehemu unayokwenda majengo mazuri yamefika, lakini pia walimu wameendelea kupelekwa. Sisi ambao ni wasaidizi wake, kazi yetu kubwa ya kwanza ni kuhakikisha kwamba
maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tunayatafsiri vizuri na kuyapeleka kwa wananchi wake. Ndani ya ofisi yangu ninayosimamia mimi, ambao ndio inasimamia utumishi, ambao tuna moja ya jukumu kubwa ni kuajiri, tunaendelea kutekeleza utekelezaji wa kuajiri vijana wa Tanzania ili waweze kwenda kutoa huduma kwa wananchi wao. Na tunapozungumza hapa ndani ya mkoa wa Tabora, zaidi ya wafanyakazi au watumishi 2200 tumewaleta ndani ya mkoa mzima ili waje kutekeleza majukumu ya kuwatolea huduma nyinyi wa Tanzania wenzetu. Tumeleta walimu, tumeleta madaktari, lakini tumeleta wahudumu katika halmashauri zetu, mabwana shamba, mabwana mifugo, wote ili waje kuangalia ustawi mzima wa maendeleo yetu. Nataka kuhakikishieni katika neno la maendeleo, Dr. Samia Suluhu Hassan hatakuwa kigezo kwenu Wanaigunga kuyafikia maendeleo mnayoyataka. Dr. Samia oye! Tanzania oye! Kwa hiyo nikuombeni sana, la msingi tumpe nafasi Rais Samia. Anayo miaka 5 ya kutekeleza ndoto za Watanzania ambazo mlizieleza kupitia utekelezaji wa ilani iliyopita, lakini pia mlizieleza kupitia tamaa zetu za kufikia maendeleo tunayotaka. Na ndio maana hata safari hii mnaweza kuwa mashuhuda wenyewe Wanaigunga. Katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030, Dr. Samia kwa ubunifu mkubwa akaigawa ile ilani kwa kila halmashauri na Watanzania wote wamepewa ilani hiyo. Hapa ndani ya Igunga mnacho kitabu kidogo kinachoelezea tamaa na mahitaji ya Wanaigunga. Ndivyo ambavyo pia Watanzania katika halmashauri nyingine wanayo. Juu ya mahitaji ya afya, Rais Samia anatambua. Juu ya mahitaji ya elimu, Rais Samia anatambua. Juu ya mahitaji yenu ya kilimo, mifugo, Rais Samia anatambua. Kwa hiyo ninachoombeni sana Watanzania wenzangu, tuendelee kufanya kazi ili kuilinda nchi yetu. Tuendelee kuwakwepa hawa watu wanaotushawishi kuichoma moto Igunga yetu, ili wao wafaidi katika hiyo wanaolitamani kwa hao ambao wanawatuma kuja kufanya hayo. Nyinyi Wanaigunga, endeleeni kutunza amani yenu. Amani ndio msingi wa kila jambo. Leo tuko hapa tunafanya mkutano huu ni kwa sababu maneno ya watu watakaotulaghai kwa faida ambayo wanaipata wao na sisi tunapata hasara. Yaliyotokea tarehe 29 sio mambo ambayo yanatakiwa kurudia tena katika Tanzania. Watu wameyaona. Ni Rais Samia huyu aliyeamua kupitia nafasi yake kama rais wetu, lakini pia nafasi yake kama mtuliza joto la nchi, kuwafanya Watanzania warudi katika meza pamoja, waweze kuzungumza katika mambo yao. Lakini pia kwa sababu Watanzania wamepoteza mali, Watanzania wameumizwa, Rais Samia huyu ndiye aliyeunda tume kualiangalia jambo hili ili kuona jambo jinsi gani Watanzania wanaweza wakaondoka katika hayo, na kama sio kwamba jambo hili lisitokee tena katika Tanzania yetu. Dr. Samia Suluhu Hassan sasa ameunda tume nyingine kwa ajili ya kubaini nini kilitokea, wakina nani walisababisha, na wale waliosababisha wote waingie katika mikono ya sheria, ili Watanzania jasho lao, damu yao na machozi yao yaweze kufutika. Lakini Dr. Samia anaamini mwisho wa haya yote ni lazima Watanzania wakutane, wajadili kwa pamoja, na baada ya kujadili kwa pamoja waamue juu ya Tanzania tunayoitaka, na hiyo ni kwenye mchakato wa katiba tunayoitaka. Niwaombeni sana Wanaigunga, Wanatabora, Watanzania wenzangu, tuendelee kumpa nguvu, tuendelee kumwombea sana kwa Mungu Dr. Samia Suluhu Hassan rais wetu, ili aendelee kutekeleza majukumu yake, lakini pia majukumu yake hayo yawe yenye faida kwetu sisi sote. Nimefurahi kuja hapa, nimeona watu wazee ni dawa, wakiwepo wazee wanatuangalia, wanasukuma mambo, au sio? Kwa hiyo endeleeni kuwatumia wazee pia. Wakati mwingine mkiona mambo yanakwenda ovyo ovyo na jasho joto limezidi, na mnaona kabisa bwana mkuu wa wilaya hatuwezi kumfuata, Igunga hii bahati nzuri haijapungukiwa wazee. Tunaye mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi hapa, mwenyekiti wetu maana huyu ndio tajiri. Unajua kila sehemu ina bosi wake.
Sisi hapa tuliopo hapa, bosi wetu ndio huyu hapa. Akisema hapa mkutano hakuna, mkutano umekwisha. Lakini yeye kwa sababu anafurahia mambo haya, tunaendelea kumwekea mambo mazuri. Ndugu yangu Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikuhakikishie Dr. Samia Suluhu Hassan ametuelekeza, na sisi watendaji wake hatutokufanya wewe upate aibu ya kuja kukisemea chama chako kesho yake. Utakupa nguvu ambayo itakufanya useme, lakini pia tutakupa nguvu itakokufanya usijifiche ya kuelezea mazuri ya miaka mitano ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa ndugu zangu, nawashukuruni sana. Nawashukuruni, tumeshirikiana vizuri, na ninaomba ushirikiano huu muendelee kuwapa wenzetu, lakini pia muendelee kutupa na sisi, na muendelee kumpa Dr. Samia Suluhu Hassan. Baada ya kusema haya, iminza nkoi ndugu zangu Wanaigunga, kwanza awali ya yote naomba nitoe salamu au niwaletee salamu za upendo mwingi sana toka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anawasalimia sana Wanaigunga, na tulipotoka kuja huku kutembea kuona maendeleo makubwa ambayo nchi yetu imeafikia, tulimuaga kwamba tunakwenda Igunga, na yeye akatuma salamu zake kwenu. Kwa hiyo naomba mpokee salamu nyingi sana toka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuja kwenu, wenzake Wanaigunga, anawasalimia sana. Lakini pili, nieleze furaha yangu. Unajua sisi wengine Igunga tunayoijua ni Igunga ile ya barabarani kule. Hii Igunga ya huku tulikuwa tujawahi kufika. Igunga ambayo tumeiona leo, jinsi ambavyo Watanzania nyinyi mnastahili kila pongezi, mnastahili kila sababu ya kutumikiwa na serikali yenu inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumeona jinsi ambavyo mmepiga hatua kubwa sana katika kilimo. Tumeona wenyewe, maana mengine mnasimuliwa. Wabunge wenu wanatusimulia mengi sana mazuri, lakini wakati mwingine wazungu wana maneno yao mazuri, lakini Wasukuma wana neno zuri sana, wanasema seeing is believing. Naelewa hapo? Hamna. Maana yake kuona ndio kuamini. Wasukuma oye! Watani oye! Sasa bahati mbaya sijui kuongea kile Kisukuma cha ndani, kwa hiyo mtanisamee kidogo. Maana yake unajua wakati mwingine ukijua Kisukuma ndio mnakwenda vizuri zaidi. Kwa ndugu zangu, kwa kweli serikali yenu ya awamu ya 6 inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan inafanya mambo mengi sana makubwa kwenye eneo la kilimo, kwenye eneo la huduma za jamii, lakini pia kuhakikisha kwamba Wanaigunga wanapata thamani ya jasho wanaolitoa kwa ajili ya Tanzania kuiweka katika ramani nzuri. Tumeona jinsi ambavyo kilimo cha pamba kimeendelea kushamili. Wakati ukiwa njiani, nimeona watu au wananchi wenzetu wakisukuma magari yale ya mkokoteni kupeleka mazao yao katika banda letu pale kijijini. Kwa kweli haya yote ni mambo ambayo serikali ya Chama cha Mapinduzi inaendelea kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri, lakini kubwa kuliko lote, serikali yenu inatambua changamoto mlionayo katika upande wa bei za pamba. Serikali hii haitowaacha Wanaigunga. Mheshimiwa Rais anajua hilo. Sisi juzi kwenye mkutano wa bunge wa bajeti, katika moja ya jambo kubwa ambalo wabunge wenu waliongea kwa nguvu kubwa sana ni kuhusiana na jambo hili la changamoto inayotokana na bei ya pamba. Lakini nataka kuhakikishieni Wanaigunga, changamoto hii ni changamoto ya dunia nzima kwa sasa. Mambo yanayoendelea huko kwa wenzetu wakubwa yamesababisha pia pamba yetu wakati mwingine iingie katika mitihani ya bei. Lakini serikali yenu inaendelea kupambana kuhakikisha kwamba mnapata thamani ya bei inayotakiwa kutokana na jasho lenu. Lakini katika kuhakikisha jambo hilo linakwenda vizuri, serikali yenu inatambua kwamba mahitaji ya Wanaigunga ni mengi, lakini pamoja na kilimo kikubwa kinachofanyika,
huwezi kupata nguvu ya kulima kama afya yako Mtanzania haitokuwa katika mazingira mazuri. Na ndio maana serikali yenu ilitoa kiasi cha shilingi milioni 250 kujenga au kuanzisha ujenzi wa kituo cha afya hiki. Kituo cha afya hiki, ndugu zangu wana Igunga, sio kwamba kimekwisha. Hili ni jengo la mwanzo, lakini baadaye yatakuja majengo mengi ambayo majengo hayo yatakuwa yanatoa huduma mbalimbali. Ndani ya jengo hili mtakapoanza kulitumia, litakapokuwa limekamilika, Watanzania nyinyi mtapata nafasi ya kupata huduma muhimu, ikiwemo huduma ya wakina mama kujifungua sehemu iliyo safi na salama. Lakini pia kwa wale wenzangu na mimi ambao tunakula sana pipi, watakapokuwa na matatizo ya meno, basi huduma pia za meno zitapatikana. Lakini pia kwa wale ambao watakuwa wanajisikia kichwa kinauma kwa muda fulani, watakuja kupata huduma hiyo, na pia kwenda nyumbani kuruhusiwa, kwa maana ya zile huduma wanaita kwa lugha ya kitabibu huduma za nje. Kwa huduma za nje maana yake ni kwamba mtakuwa mnakuja hospitali, mnatibiwa, mkipata tiba mnarudi nyumbani. Lakini kwa wale ambao wanataka kulazwa, ndio huduma zinazofuatia baada ya ujenzi wa jengo hili la mwanzo kukamilika. Nataka nikuhakikishieni Watanzania wenzangu, serikali yenu imejipanga. Katika mwaka huu wa fedha zaidi ya trilioni 4 zimeelekezwa kwenye Wizara ya Afya pamoja na TAMISEMI kwa ajili ya huduma za afya. Pamoja na huduma hizo ni kuhakikisha kwamba kituo chetu hiki sio tu kinakamilika katika jengo moja, lakini kinakamilika katika majengo yote yanayotakiwa kuwepo. Ili huduma hizi ziendelee vizuri, Watanzania pia lazima tuhakikishe ulinzi na usalama wetu unakuwa vizuri. Nimefurahi, nimepokea taarifa nzuri toka kwa mkuu wetu wa wilaya, ambaye kwa kweli jina lake la kwanza ndio linapatia vizuri la Tukai, lakini ile la pili kwa kweli naogopa nisije kusema vibaya hapa nikamtusi. Itakuwa ni fedheha kubwa. Maana ile anasema Tukai na itapwata. Na itapwaki. Unaona maneno hayo sasa? Sasa hapa mzee nisije nikaribu hapa. Manake huyu mkuu wa wilaya ana vyombo vyake, anaweza akanichukua hapa akaniweka ndani masaa 24 kwa kukosea jina. Sasa haitopendeza, lakini kwa kweli mkuu wangu wa wilaya unafanya kazi nzuri sana. Sisi tunakushukuru kwanza kwa kuendelea kuhakikisha kwanza usalama wa raia wetu na mali zao unaimarika katika Igunga.